Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana wa majeshi. Leo tuna topiki inasema hivi kwamba ishara 5 umepewa macho ya kuona kwenye ulimwengu wa roho. Ukiona haya mambo 5, jua Mungu kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu Kristo amekupa macho ya kuona kwenye ulimwengu wa roho. Huenda hujajua kama una macho ya rohoni. Wengi wanahisi wanapoona macho ya rohoni au wanapokuwa na macho ya roho, masikio ya rohoni, wanahisi kwamba wanatumia haya macho au masikio ya kawaida ya ulimwengu wa mwili. Hapana. Macho ya ulimwengu wa roho ni tofauti na macho unayoyatumia haya ya kuona na kusikia. Ina maana macho ya rohoni na masikio ya rohoni, masikio ya rohoni yanatoa taarifa kutoka moyoni. Kuna sauti utaisikia kutoka moyoni, hayo ndo masikio ya rohoni. Lakini pia au kwenye ufahamu wako. Lakini macho ya rohoni ni pale unapoanza kuona picha kwenye ulimwengu wa roho. Labda umesinzia au uko macho, lakini kuna mawazo na fikra na picha fulani zinajengeka, au kuna taarifa unapewa. Si zile zinazotokana kwa sababu ulikuwa unawaza sana, hapana. Ila ni taarifa inayokuja tu ghafla na unaona jambo, au kwenye ndoto au kwenye maono. Kwa hiyo ngoja nikwambie, unaweza kuwa na macho ya rohoni au masikio ya rohoni ukiwa unazingatia haya, na haya ukiwa unayaona, jua Mungu amekupa ila wewe hujajua. Moja ni ndoto, unashangaa unaziota na zinatimia. Maono unayaona unashangaa yanatimia. 2. 3, unashangaa Roho Mtakatifu na roho ya kutambua vitu inakuwepo. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza anakuambia usiamini kila roho, zijaribuni roho uone kama zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo unakuwa na roho ya kupambanua roho kama ni ya Mungu au ni ya shetani. Au kama mtu anataka kukuumiza, unaweza kuwa unaisha jua mtu anaweza kuja kwako au karibu yako, au kutane naye, au aje kwenye huduma, au aje sehemu yote, au kutane naye, au muone tu, uone kabisa huyu roho yake sio nzuri. Na ukijichanganya ukachukua hatua ya kuweza kujikuta umetengeneza uhusiano naye, mwisho wa mwisho unaweza kuja kushangaa unaumia, unateseka, unahangaika na unakuja kupata madhara kiroho na kimwili. Kumbuka karama hiyo ameitamka Yesu Kristo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 7 mpaka 11 juu ya karama ya kupambanua roho. Lakini cha 4 ni ishara za mwili. Unashangaa mara jicho hili linacheza la kulia kushoto, mkono, mara vidole vinauma, mara unashangaa labda kwenye miguu kuna ishara inatokea. Kwa hiyo unakuta kuna ishara nyingi za kimwili zinakuwa zinatokea. Sasa hayo yote ukiwa unayasikia yanatokea kwa wingi sana, jua Mungu amekupa macho ya rohoni. Sasa unachohitaji ni kumsihi Roho Mtakatifu, lakini pia kupata maarifa ya kimungu na kutafuta maarifa ya kimungu ili uweze kujua ina maana gani, na ili uweze kuongozwa vizuri na usije ukapoteza ujumbe wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini 5 na mwisho ni sauti ya Roho Mtakatifu. Unaweza kuisikia kutoka moyoni au kwenye mawazo yako. Jinsi Yesu alivyokuwa anasoma mawazo yao, na wewe Mungu unakuta amekupa nguvu ya kuweza kumuona mtu, kuweza kufikiri anafikiri nini, kujua anafikiri nini. Hiyo ni nguvu ya Mungu. Yesu akasoma mawazo yao. Lakini pia Roho Mtakatifu anaweza kuwa anasema ndani yako. Unaweza kukutana na mtu, lakini Roho Mtakatifu akasema ndani yako kwamba huyu mtu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Au wewe mwenyewe unakuta unapata ujumbe ghafla, unasikia kama sauti. Unaweza usisikie kwa nguvu kwamba inatoa sauti ya nguvu, hapana, lakini unakuta kama wazo linakuja ghafla. Hukuwa unaliwaza, lakini linakuja ghafla. Labda ulikuwa unataka majibu ya kitu fulani, wazo linakuja ghafla, lakini wazo linaanzia moyoni. Au muda mwingine unashangaa upo unaomba na ujumbe unatokea, labda sauti inasema, au Roho Mtakatifu anakuongoza kutamka jambo fulani. Unaona ni kama umetamka mwenyewe, lakini limekuja ghafla. Basi jua ni Roho Mtakatifu anakuonesha, ni macho ya rohoni na masikio ya rohoni, na ishara ya Roho Mtakatifu ikizungumza na wewe. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ningependa ukiona hayo, basi zidi kusoma neno sana, zidi kuomba sana, zidi kumsihi Roho Mtakatifu, azidi kukujulisha, lakini pia zidi kuishi maisha ya msamaha, kuachilia, kuombea wanaokukosea, kuwabariki wanaokulaani, kuwapenda wanaokuchukia, na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, ili Roho Mtakatifu akufurahie na aanze kukutengeneza na kukujenga. Hayo yote yanahitaji maisha yasiyo na hofu
Kumbuka hapa duniani kuna vita nyingi sana, hususan unapokuwa umeitwa na Mungu au unapoanza kumkaribia Mungu. Kwa hiyo usiogope, wewe songa mbele na Mungu yuko upande wako. Walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Soma Wafalme wa pili sura ya 6 mstari wa 16. Na walio ndani yetu na aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule shetani aliye duniani. Soma kile kitabu cha Yohana wa kwanza 4:4. Lakini pia ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Ufalme wa Mungu uko ndani yetu, usiogope. Ina maana Roho Mtakatifu yuko ndani yako na jeshi lote la malaika linakuzingira pande zote. Soma kitabu cha Luka sura ya 17 mstari ule wa 20 mpaka 22. Nawapenda. God bless you, be a shining star in Jesus name. Shalom.